Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo tuko katika kipindi chetu tunaongelelea wahusika wa Karbala na vile tukio la Karbala na hawa wahusika wamechangia nini katika tukio hili la Karbala. Leo tunamwongelelea mtu muhimu sana. Mtu mwenyewe anaitwa Abalfadhl al-Abbas. Abalfadhl al-Abbas alikuwa mtoto wa Imam Ali, kumaanisha alikuwa ndugu yake Imam Hussein alayhi salam. Mama yake aliitwa Ummul Banin. Ummul Banin inamaanisha nini? Turudi kwenye kipindi chetu cha Arabic. Mnanikumbuka nikiwafundisha Arabic? Banat inamaanisha watoto wa kike, banin inamaanisha watoto wa kiume kwa wingi. Je, kwa umoja mtoto wa kiume tutamuita nani? Ibn, na mtoto wa kike bint. Tumekubaliana mpaka hapo? Kwa hivyo mamake Abalfadhl al-Abbas alikuwa anaitwa Ummul Banin, ikimaanisha mama wa watoto wa kiume. Abalfadhl al-Abbas alizaliwa tarehe 4 Shaaban mwaka wa 26 Hijiria. Tangu Abbas alivyokuwa mdogo, alifundishwa na baba yake kupigana. Si kupigana tu, alifundishwa kuwa mcha Mungu, kuwa jasiri na kusaidia mwingine. Baba yake Imam Ali alimfundisha yeye direct. Yaani kuna watu wengine wenye walipata mafunzo kutokana na watoto wa Imam Ali ama makazi zake, ama yeye alipata masomo ya kupigana direct kutoka kwa simba mwenyewe. Imam Ali alikuwa anaitwa Asadullah. Asad inamaanisha nini? Simba. Kwa hivyo Abalfadhl al-Abbas alipata mafunzo kutoka kwa babake directly, kumaanisha yeye alikuwa shujaa kama babake. Abalfadhl al-Abbas alikuwa anajulikana kama Qamar Bani Hashim, yenye kumaanisha mwezi wa Bani Hashim. Kwa sababu gani? Kwa sababu uso wake ulikuwa wenye nuru na kuvutia. Abalfadhl al-Abbas alimpenda sana kaka yake. Kaka yake ni nani? Imam Hussein na Imam Hassan. Abalfadhl al-Abbas aliahidi kuwa atamlinda kaka yake Imam Hussein. Alimpenda sana kaka yake Imam Hussein na alisema kuwa atakuwa pamoja na yeye popote pale alipo. Ndio maana katika vita vya Karbala, Abalfadhl al-Abbas ndo alikuwa mbeba bendera na vile alikuwa kamanda au wafuasi kidogo wenye walikuwa pamoja na Imam Hussein. Katika tukio la Karbala, Abalfadhl al-Abbas alichangia sana pakubwa. Yeye alikuwa na uwezo wa kusarenda, ama niseme alikuwa na uwezo wa kugive up, kwa sababu Abalfadhl al-Abbas alihusiana na Shimr kwa upande wa mamake, ambao tumesema mamake anaitwa nani? Ummul Banin. Kwa hivyo yeye aliandikiwa barua ya kwamba yeye asarenda, akae mbali na kina Imam Hussein na atasalimika. Na yeye hakukubali wazo hilo kwa sababu alijua, mimi nikisarenda hapa sitatimiza ahadi ya mimi kusema kwamba nitamlinda Imam Hussein, nitasimama na yeye, nitakuwa na yeye kila mahali anapokuwa. Kwa hivyo yeye aliwaambia kina Shimr na wafuasi wake kwamba mimi siwezi kusarenda, siwezi kusimama na nyinyi mwajua kwamba mjukuu wa mtume anateseka. Abalfadhl al-Abbas alijitoa muhanga, yani alikuwa tayari maisha yake achukuliwe kwa ajili ya kutetea haki, kusimama na haki na vile kutetea Uislamu na kutaka kiongozi anayefaa aongoze dini. Katika somo letu hili la leo katika historia ya Abalfadhl al-Abbas tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba sisi watoto tupendane sisi kwa sisi. Wewe una ndugu yako, usiwe wa kwanza mwenye kumchukia. Mlinde ndugu yako ndo hadi na yeye pia aweze kukulinda. Abalfadhl al-Abbas alikuwa ni kama mgongo wa Imam Hussein. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa shujaa, yeye alikuwa, yani alimlinda Imam Hussein kwa kila namna. Mbali na kwamba yeye alikuwa mdogo, Imam Hussein alikuwa mkubwa wake, Abalfadhl al-Abbas alikuwa mdogo, lakini alisimama na yeye, akaonyesha ushujaa wake. Na vile katika kipindi kitakachofuata nitawaelezea yeye alichangia vipi katika tukio la Karbala, kwa sababu amechangia pahali pakubwa sana mpaka katika kufa kwake. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho na tuongelee Abalfadhl al-Abbas amechangia vipi katika tukio hili la Karbala. Maasalam.